أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نحمد الله تبارك وتعالى أولا على أن جمعنا وإياكم في هذا اللقاء المبارك الطيب. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala alitujalia kukusanyika pamoja nani katika kikao hichi kizuri, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyokuja katika hadithi ya kuwa anateremsha malaika wake eh, kwa jinsi ambayo watu wanakusanyika wakimtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wakitaja elimu, wakitaja dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Majtamaa qaumun fi baitin min buyutillah, hawajakusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah mtukufu, yatluna kitabahu yatadarasuna fima bainahum illa nazalat, mpaka mwisho wa hadithi. Na alhamdulillah, yote tunasoma ni kwa ajili ya kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili tuweze kufikia lengo la sisi kuumbwa hiya al-ibada. Hatuwezi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa sisi ni wachafu, ikiwa si wasafi katika mili yetu na katika nafsi zetu. Kwa hiyo فموضوعنا اليوم سوف نناقش عن الطهارة، وكما تم تدريسها هذه المادة كما ilivyotanguliwa kusomwa mada hii huko nyuma. Leo insha Allah nakmil, tutagusia, tutaendelea sehemu ambayo mlipata kuishia huko nyuma, na بالضبط tutazungumzia kuhusiana na almiyahu aqsamuha, almiyahu aqsamuha, maji na aina zake, maji na type zake. Inafahamika kuwa katika maji Allah subhanahu wa ta'ala amejalia uhai, waja'alna min alma'i kulla shay'in hayy. Allah jalla jalaluhu amejalia kila kitu katika dunia hii kimekuwa hai kutokana au kwa sababu ya maji. Maji haya ni neema kutoka kwa Allah jalla jalaluhu, na maji haya ndio tunatumia katika ibada zetu. La shaka tunatumia katika kujitaharisha, tunatumia katika kujisafisha, tunatumia katika kuendesha maisha yetu ya kila siku. Ni vizuri kufahamu maji haya na vigawanyo vyake, ili kama tunatumia basi katika matumizi yetu ya adatan wa ibadatan, matumizi ya kawaida, kupika, kufulia nguo, wa ibadatan, kutia udhu na mfano wake, tujue ni maji gani ambayo yanafaa kuwa katika matumizi haya, na maji gani yanafaa kuwa katika matumizi haya, na maji gani ambayo yanafaa bikila istimalain, kwa matumizi yote mawili, adatan wa ibadatan. فالقسم الأول أيها الحضور الكرام، القسم الأول من المياه الماء المطلق، يعني maji المطلق. Maji المطلق yani maji ambayo yamebakia au yapo katika asili yake. Maji mutlaq, maji yapo katika asili yake, na maji haya hukmuhu annahu tahur, ni maji ambayo hukumu yake ni maji tahur, maji tahur, maji masafi. Mtu akisema tahur, yani maji, qismu ya kwanza ni maji tahur ambayo tahirun binafsihi almutahhiru lighairihi, maji yenyewe ni masafi lakini yanaweza kumsafisha mwingine, yanaweza kumsafisha mwingine, yenyewe ni masafi fanashrabuhu, wa tunakunywa maji haya, wa naktasil, kama tunaweza kukoga, tunaweza kufua nguo, tunaweza kufanya nini, walakini mutahhir lighairihi, sisi wenyewe tunaweza kutumia, lakini pia ikamfaidisha kusafisha kitu chengine. Sawa. Na maji haya kikweli yapo aina nyingi sana. Maji haya ni aina nyingi sana, ni maji ambayo yamebaki katika asili yake tokea alipoumbwa na Allah jalla jalaluhu. Hapo tunapata mfano maul matar, maul matar wathalj walbard, maji ya mvua yanateremka, kama Allah anasema unazil alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bih. Allah anateremsha mbinguni maji ili pale kwa mpate kujisafisha, apate kuwasafisheni kwa maji hayo. Walhamdulillah, tunatumia maji hayo katika maisha yetu ya kila siku. Na Allah jalla jalaluhu yaqulu tabaraka wa ta'ala, anzalna minas samai ma'an tahura. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها قبل القراءة. سكت هنيها alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم akisimama katika sala, kabbara fi salah, yani Allahu akbar, sakata hunaihatan, kabla anasubiri kidogo, anasubiri kidogo, ana stop,
ananyamaza kidogo, kisha فقلت يا رسول الله بأبي أنت أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. بس المهم sema akamuuliza bibi Abu Huraira, akamuuliza Mtume unasema nini kipindi hicho? Akasema qul allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib, mpaka mwisho wa hadithi. Anasema bilma, la anasema allahumma ighsilni min khataayaya bithalji walma'i walbarj. Hadithi iko wazi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amkoshe, amsafishe kutokana na maji hayo, maji sasa ya thalji, ya maji ya maji yenyewe yaliyo katika asili yake, na maji ya baridi. Hiyo ni qismu ya kwanza katika maji ambayo yamebaki katika asili yake, maul matar wathalj walbard. Na aina ya pili ya maji ni maul bahri. Maul bahri, maji ya bahari yenyewe, pamoja na chumvi yake, pamoja na rangi yake, pamoja na hali yake, yabqa ala tuhuriyatihi walaysa binajis, au yani maji ya bahari pamoja na chumvi yake, pamoja na ladha yake, almuhim ni maji masafi na wala sio maji najisi labda kwa ladha yake. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه wazi kuwa sala rajulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume aliulizwa siku moja na kijana mmoja, anamwambia ya Rasulullah, inna narkabu albahra, nahnu narkabu albahra nusafir fi albahri tawilan, tunasafiri katika bahari. Ni narkabu albahra, tunapanda bahari, maksudu yake tunasafiri katika bahari, tunapanda maboti, tunapanda meli, tunapanda nini. Wa nahmil ma'ana alqalil min alma, tunabeba katika tunachukua maji kidogo, hawezi tena kusafiri tena na madumu. Fa in tawaddana bihi atashna, tukichukua maji haya ambayo tumebeba kwa ajili ya kutia udhu na nini na nini, ya kiu na maji ya bahari nafahamika ni maji ya chumvi, itakuwa tabu kunywa. Kwa hiyo akamuuliza Mtume sallam, afana tawaddau bimai lbahri, sisi je tunaweza kutia udhu kwa maji ya bahari? فقال رسول صلى الله عليه وسلم هو يعني يشير إلى البحر هو الطهور، يعني ماء البحر طهور ماؤه الحل ميتته. ماء البحر طهور نظيف. ماء البحر طهور الحل ميتته، maji yenyewe ni masafi, lakini pia hata mzoga wake, samaki akifa baharini hachinjwi, analiwa vile vile. Yani mzoga asili yake mizoga ni hivyo, isipokuwa ile ambayo imetolewa katika hadithi au katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa hivyo ni hii hapa hadithi, yani mauhu at-tahur, yani maul bahri tahur mauhu alhillu maitatuhu, maji ya bahari ni masafi na mzoga yake pia ni halali kuliwa. Kwa hiyo hiyo ni qismu ya pili. Ama alqismu thalith huwa mau zamzam. Mau zamzam lima ruwiya min hadith Ali radhiallahu anhu anna Rasul sallam دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. في حديث يا علي كرم الله وجهه, ilivyokuja kama ilivyokuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliomba chombo ambacho kina maji ya Zamzam, basi akanywa, fashariba minhu, akanywa maji yale na kati ya udhu. Kwa hiyo iko wazi ya kuwa maji Zamzam pia ni maji masafi, yanafaa kutumiwa kwa matumizi yoyote yale pale. Na maji mengine ni almaul mutaghayyir bituli almakhfi, ni maji ambayo yamebadilika kwa kutokana na kukaa sana sehemu fulani. Inawezekana bisabab maqarrihi, kwa sababu amekaa sana sehemu, basi ikapelekea ile sehemu kubadilisha ile maji, au bimukhalatati ma la yanfaku anhu ghaliban, au yamechanganyika na kitu ambacho kikawaida kile kitu, yani maji huwezi kuyatofautisha yani baina kile kitu na maji. Mfano wala tumekaa baharini, majani gani ya tahab waraq shajar, majani gani yale sawa kwa Kiswahili. Almuhim kama mathalan waraq shajar, maji ya majani ambayo maji yanapita sehemu pale kuna mti, majani yale yameathiri rangi ya maji, majani yameathiri rangi ya maji, au labda udongo mathalan, pia maji yameteremka juu mbinguni, yavio kuna kidongo chekundu, kwa ile maji yakabadilika kutokana na ile sehemu ambayo yamepita pale, na ile sehemu udongo mwekundu sio laysa binajis, faghayyara lawn alma la فغيرت
لون الماء تلك التربة الطاهرة au الأوراق shajara au shay min qabil dhalik. Kwa vile vitu ambavyo vya asili visafi vikabadilisha rangi ya maji, basi maji haya fa inna isma alma almutlaq yatanawalu biittifaq alulama, maji haya yanabaki huwa ni maji safi tahir, hayana tatizo lolote ile pale. والاصل في هذا الباب ان كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا عن التقييد يصح التطهر به. kila kila maji au kila jina ambalo au kila maji ambayo yanafaa kuitwa ni maji mutlaq, maji yapo katika asili yake, yameachwa hivyo katika asili yake, hajichanganya na kitu chochote kile pale cha nje tena huko ikabadilisha kikaongezwa. Hapana, yapo katika asili yake. Maji ya mvua yameteremka chini hivyo, au kama kisima hivyo, au maji ya bahari au maji ya mto au maji ya hivyo, yapo katika asili yake, basi ni maji masafi, unaweza kuyatumia kwa matumizi yeyote yale pale, sawa sawa. Matumizi ya kikawaida kawaida, الطبخ مثلا واغتسال والغسل و و و و والشرب والتوضؤ به و- وهلم جرا. Kwa matumizi yoyote yale pale ya kawaida na kiibada, kupika, kuosha vyombo, kulia nguo, basi tunaweza kutumia maji hayo. Kwa hayo maji ya kwanza ni alqismu au huwa alqismu alawwal min almiyah huwa alma المطلق الباقي على خلقته. فيقول الشاعر: الماء منه طاهر مطهر ومنه طاهر لا يطهر. الماء منه طاهر مطهر. maji kuna maji yako safi, tahirun mutahhir, yenyewe ni safi, anaweza kumsafisha mwingine sawa, au anaweza kusafisha kitu chengine eh, wa minhu tahirun wala yutahhir, na maji mengine ni masafi lakini anaweza kusafisha kitu kingine sawa sawa. Kwa kismu ya kwanza ni maji ya aina hiyo, maji ambayo ni yenyewe ni masafi fayajuzu lana an inajuzisha kwetu sisi kuyatumia istimali na matumizi yetu yaumia, matumizi yetu ya kila siku adatan kikawaida, wa ibadatan, lakini pia na kwa kiibada. Nasalullah salama fi dunya والقيامة. بارك الله فيكم، سدد الله خطاكم، وإلى اللقاء في اللقاء الثاني بإذن الله تبارك وتعالى. وشكرا وجزاكم الله خير الجزاء. أحسنتم، بارك الله فيكم.